Hivi inawezekanaje shemeji? Shemeji, ndio imeshawezekana na ndio imeshatokea. Yaani Hebugo mimi ni rafiki yangu toka tuko watoto, tunacheza pamoja, tunafanya kila kitu tukiwa pamoja. Kuna wakati mwingine Hebugo alikuwa hawezi kufanya kitu chochote bila kuwa na mimi. Pia hawezi kufanya jambo lolote liwe la kijamii, liwe la kibinafsi. Yaani lazima tu mimi anipigie simu, hata kama niko mbali lazima nitafute. Sasa tabia zake za utoto nilijua baada ya kuja kuingia kwenye ndoa atakuja kubadilika. Bwana Hebugo rafiki yangu alikuwa ni mtu mmoja ambaye yani ni mtukutu vibaya mno. Sifa kubwa mwanaume kwanza alikuwa bonge la malaya. Sikuna kama moja. Kuna wakati mimi nilikuwa nalala mpaka nje. Aina asubuhi kingi na mwanamke. Saa 6 anaingia na mwanamke mwingine. Saa 9 anaingia na mwanamke mwingine na kulala naye ni mwingine. Nikawa namsema vibaya, akisema haina noma mimi nitakuja kubadilika. 9 10 kakataa mimba karibia 10. Mimba 10 kakataa. Ambazo unazozijua mimi. Ambazo sijui mimi. Ndio ni zingine sasa. Pia yule wale kumkamata na mwanamke wa mtu. Ushanaelewa sio? Yaani chupu 99.9. Wakita kumfanya vibaya. Wakaniita mimi. Sema ndugu yangu inakuaje? Wako wanahitaji bwana huyu mtu tumsamee. Sio nataka pesa. Tukasema ndugu yangu hapa mimi sina namna. Hapa inabidi tuuze vitu vya ndani ili wewe ufanye usalimike. Nikachukua vitu vilivyopo vya ndani tukaviuza. Nikamsema wewe, akasema ndugu yangu kutokana na yote mimi sasa hivi inabidi tu ni wewe tengeneza familia. Sema kama utakuwa utengeneza familia, ni swala zuri. Na maana kama unataka kuoa, yani ni jambo ambalo la heri kabisa. Maana Mwenyezi Mungu anakataza sana zina. Ushanielewa? Ndio. Akasema mwanamke wenyewe ni fulani, kwamba kama ni binti ambaye amekaa kwenye maadili Mwenyezi Mungu kamweka kwenye njia ile kwa sahihi. Pia ni binti ambaye amelelewa. Naomba usije kumuumiza. Akasema ndugu yangu mimi sije kumuumiza. Ni binti ambaye nampenda na mhitaji ndani ya familia. Sasa leo nashangaa anakuja kufanya vitu vya ajabu kabisa, yani vitu ambavyo hata kwa Mwenyezi Mungu sio atajibu nini. Anakuja kutembea na rafiki yako wa karibu. Rehema. Hivi unamaanisha huyu Rehema nayemjua mimi? La. Rehema huyo ambao unemtegemea wewe, unajua ndo ndugu yako, utasaidia kwenye shida na raha. Rehema huyo ambao unamzungumzia muda wote, ufanye kitu chochote bila yeye. Yaani bora tu ungekuwa unatembea. Wanadeti inaisha. Lakini Rehema akaona bora haitoshi, amshikie na ujauzito Hebugwa. Ujauzito? Shemeji. Hebu sasa kaa fikiria. Huyu ni mwanaume aina gani? Mimi siko hapa kwa ajili ya kumponea ndugu yangu nimweke kwenye mazingira mabaya. Hapana. Niko kwa ajili ya kutaka kumtengeneza ayo kwenye njia ile kwa mzuri. Shemeji, mimi najua kwamba unaumia sana. Unaumia vibaya mno. Ila mwanamke siku zote anasema kwamba ndio kuweza kuitengeneza ndoa yake pia na ndio kuweza kuiharibu. Mwanaume akienda vibaya, wewe ndio utafanya yule pale aende kwenye njia ile kwa sahihi. Shemeji, mimi kuambia haya haimaanishi kwamba uende nyumbani ukevunje ndoa yako. Bado utaonekana mwanamke ambaye hujakaa kwenye maadili yanayotakiwa. Na kwa sababu nakukubali, mimi naamini Hebugo atabadilika. Yaani shukamia Hebugo abadilike. Kaongee naye. Kaongee naye vizuri kabisa, kamuelekeza yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka kusudi ailinde ndoa yake. Aifanye ndoa yake iwe bora. Kudhalilika na kudhalilika yeye pia na hata pia unadhalilika. Hata mimi ndugu yake wakati pia nadhalilika. Leo ni siku ya kwanza na kushangaa. Kwanza umekunja sura. Huku nitumia hata meseji. Wala ukunikumbusha kwamba mchana kunahitajika matumizi. Na nilikwambia unikumbushe kwa sababu na mambo mengi ningesahau. Napiga simu upokei. Meseji haujibu. Nimeacha kazi, nimekuja kujua shida nini nyumbani, mtu hakuna. Pengine kuna changamoto yoyote hapo.
Kuna changamoto yoyote? Kuna shida yoyote? Unaongeaje hivyo leo? Kama kuna changamoto basi mimi ndio nitakiwa niwe na kisirani. Kwa nini hukunipa taarifa kutoka kwako? Na mimi sio kwamba nakulazimisha unipe taarifa, hapana. Usalama tu wa maisha yako. Unaweza kupata janga, utanisurprise mimi nikisikia una tatizo sehemu yote wakati hujaniambia. Nitakushangaa. Unasema tu kwa ajili ya usalama wako. Why hujatoa taarifa alafu unaonekana umekasirika badala ya mimi kukasirika? Na leo umependeza sana. Hayo mavazi wala sijawahi kukuona nayo. Umenunua au umeazima? Au ulikuwa nao umehifadhi ndani tu? Sihitaji chochote kujisikia kwako. Sawa, asante kwa kuni surprise. Nashukuru kwa surprise yako. Yaani Waswahili wanasema huo ni mshangao. Tunashangaana. Na mimi nakushangaa kwa mshangao ulionishangaza. Sio mbaya. Mimi leo nitaka ubadilishe mfumo wa chakula. Wewe baki na kisirani chako. Nataka nataka magimbi. Kumbuka magimbi na maragi usiku. Mchana siwezi kurudi. Sawa. Una shida gani wewe mwanamke? Mimi ndio natakiwa nikiamshe, mimi ndio natakiwa nikaze. Mimi ndio natakiwa nilalamike, mimi ndio natakiwa nikukorofishe. Kwa sababu ulichokifanya sio haki kwa mwanamke kumfanyia mwanaume. Napotezea maisha yaendelee. Tutaongea vingine usiku. Basi shiki. Basi njoo ndani tuongee basi mke wangu. Nakusubiri ndani mke wangu. Sio mpaka tukutane nje. Hakuna binadamu aliyokamilika mke wangu. Mimi pia ni binadamu na madhaifu na mapungufu. Tena katika watu ni mapungufu mengi mimi hapa. Yaani naona naweza kufika hata 1 milioni. Hadi mapungufu tu. Kwa hiyo kukaa kimya hakuwezi kusaidia kujenga nyumba yetu. Nyumba inajengwa kwa maoni ya mwanamume na mwanamke. Hebu nitolee maoni, nikalculate, hebu fanya calculation. Kipi ambacho nimefanya kimekufanya wewe umekasirika huko tofauti na nilivyokuzoea, kiasi changu, chimame wangu, Malkia. Weka hapa sijui, jishike. Jishike mwenyewe. Utaki nikuguse. Sawa. Naomba uniambie nimekosa nini? Yaani kosa langu ni lipi lilokufanya uwe hivyo? Umesikia nachepuka? Haujanikosea chochote kile. Shabi mke wangu. Tafadhali naomba uniambie. Kama sijakukosea wewe kwa hivyo, hebu sema basi. Unajua nini mke wangu? Wewe ndo maisha yangu. Wewe ndo dunia yangu. Wewe ndo malkia wa maisha yangu. Wewe ndo taa. Ina maana mimi bila wewe siwezi kuingia kwenye chumba. Ni giza. Chumba mimi mgeni kwenye chumba hicho. Nahitaji mwanga wako mimi niweze kuishi vizuri. Niambie basi mke wangu. Mbona ni mambo ya kawaida tu. Mbona unanipa kitendawili ambacho basi nikupe mji utatue kitendawili hichi ambacho unanipa mimi kimenishinda. Labda nilikutukana. Labda ulisikia unasema na kuteta. Labda umesikia na mwanamke. Sikia ngwambie mke wangu mimi sina mwanamke. Uko peke yako katika ndoa. Peke yako my love. Yaani mke naye kupenda kwa dhati. Uko peke yako. Au umechoka maisha, umechoka? Sasa ukichoka sasa watu lazima tutofautiane. Lazima tutofautiane, tuna magrade. Unafikiri kama ungenikuta na mimi na hela nyingi nani yaani haiwezekani. Alafu tunatafuta wote. Sikia basi mama. Twende chumbani basi. Basi utapiga. Mimi wala sijisikii kupika. Chukua basi leo mke wangu. Kale yote hii hela. Kale chipsi. Tena mwambie niwekee ya rojo. Niwe kibonge. Shika. Wala. Hata sina shida nayo. Rojo usintanie rojo. Shabi usintanie. Usinikerekete. Hebu niambie nimefanya kosa gani? Niambie basi nijue nimefanya kosa gani, nimekosea wapi? Mbona unania sana? Mimi si nimeshakwambia. Si nimekwambia hapa sasa hivi. Kwa hiyo na maana kama umeniambia sina kosa, twende ndani. Sitaki. Twende chumbani, twende. Mimi sitaki. Mimi naenda msikitini. Nitaenda kukusemea msikitini. Maana nikisemea kwenu nitakuwa nakuonea.
Naenda kusemea msikitini kabisa, tunakutangaza. Tangazo maalum. Mke wa fulani kaelewa. Nenda bwana. Kama unataka kwenda huko msikitini, nenda. Uongee shida zako zote, lakini mimi ndio nimeshaamua hivi. Agumu. Mbona kama wanaanza kuwa serious? Kangu. Sasa kumbuka ile sinema tunaangalia wote. Albariah. Jikalijio. Johe sama kalhona ho. Hapa. Sio jambo la kawaida. Kwa sababu kama lingelikuwa ni jambo la kawaida, mimi nisingekueleza. Au nakutania, kuna shemu. Jambo hilo linafanana na matani. Lakini kuna kitu kipo tofauti kidogo. Na hisi pengine kuna makosa nitakuwa nimefanya. Nahitaji kufahamu makosa yangu, maana yamekataa. Unajua mke wangu naye ni mkimya sana. Anaweza kaona kitu akakaa kimya asiongee. Kama bwana Hebugwa kuna hichi umefanya 1 2 3 acha. Yaani hata nashindwa kuelewa kidogo. Yaani ukimwangalia kama anacheka anakutania lakini anakaza. Hivi huwezi amini hata chakula leo hajapika na pesa nimemwachia amekataa. Nimemhoji anakaza. Ukimwambia anakuambia hamna kitu. Tena anapiga kidosi. Unajua mke wangu kupenda kidosi anakuambia Kuchinei. Naambia sasa wewe mke wangu, Kuchinei mbona sasa tuelewani? Basi niambie nimekufanya nini? Au umesikia na skendo labda ya mchepuko au la kuna kitu kinanichanganya au kinakuchanganya. Umesikia nini labda? Anasema Kuchinei. Kuchinei. Anasema hakuna kitu. Na mimi namwambia kwa Kiingereza cha ugoko nothing Kiukweli labda kuna mahali nimekosea. Kama ameshinda kuniambia mimi lakini wewe ndugu yake, rafiki yake atakwambia. Hivyo kama utapata kawasa wewe naomba mwambie umuulize mpeleleze. Anaweza kukwambia ili mimi nikatambua kosa langu. Maana ule mimi ndugu yangu mimi itabidi niongee naye. Na tatizo mimi nitajua kwa sababu hawezi kunificha kitu. Basi mimi nitafurahi. Mimi nitafurahi sana. Alafu kama nikijua tatizo likisha mimi nitakutafutia sababu. Kwa hiyo. Sawa. Haya. Karibu shoga yangu. Nishakaribia. Ni nguo ndo shingapi? Mbona ni nzuri afu kupendeza? Hii nguo ya kawaida bwana. Aje kamba kabisa wazani ni Wahindi ni Waarabu. Stiali bwana alinulia mume wangu. Naona. Sasa shoga langu. Ndio, ni aje sasa? Poa, mzima kabisa. Niko vizuri kabisa, naonekana kama vile uko bizi. Sasa mimi nimekutana na mume wako barabarani. Ndio. Sawa. Lakini akajaribu kuniambia kama kuna tatizo nyumbani kwake. Kuna tatizo? Yeah. Hamna bwana. Mume wako amejaribu kuniambia kama humsemeshi umemnunia. Yaani haumuongeleshi kila kitaka kufanya kitu akikubariki. Hamna. Mimi na mume wangu hatuna tatizo na wala hatujaluniana. Shoga langu. Hamna. Hata kanuna vile barabarani, akakuwa vile mwenye hayupo sawa kivile. Yaani mpole lakini hapana kabisa, yani kama vile amenununa hivi. Hebu ndugu yangu, shoga langu. Hebu nipe basi ukweli. Japokuwa kidogo, nipe basi ukweli. Nifungulie basi njia nifafanulie, shoga langu. Sio vizuri. Ila ni kweli shoga yangu. Ni bwana huyu mume wangu ananisaliti. Au unamsimia uongo? Hapana. Anachipuka. Mbona ni mpole sasa mume wako? Ni mpole? Yaani kiufupi tu mume wangu ni malaya. Upole wake unaona tu kwa macho. Na unafahamu vizuri kabisa kama ni malaya? Nafahamu vizuri. Hivyo mtu kanambia anatoka na nani? Wala usijali. Nitakwambia tu.
Anaambia tu. Haya, mimi ninasubiria. Sijali. Naona kama unashoboka. Unajua kwa nini? Kwa sababu wewe ulisema kila mtu aishi kivyake. Tusisemeshane, tusiongeleshane, kila mtu afanye biashara zake. Sasa cha ajabu, naona kama unataka kufanya biashara na mimi. Hebu niambie biashara gani unataka kufanya na mimi? Kitendo cha kwenda huko nje, sijui huko barabarani huko. Unaenda unaongea na watu baki. Mpaka wanakuja humu ndani. Wanaanza kuongea kuhusiana na habari zetu sisi, mimi na wewe za unyumba. Zinawahusu. Unaniambia mimi ni mpya hiyo. Mimi nawezaje kutoka nje kuleta habari au kutoa habari au kusambaza habari au kukuza habari au kuzichoma habari za nyumbani kwangu kwa kusambazia watu wengine? Au mimi nawezaje? Kwanza unanifahamu muda mrefu sana. Mimi sipendi hivyo vitu, ndio maana tulikuwa tunagombana. Sawa, kwa hiyo mimi ni Mungu. Wewe cheater. 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 Tena wewe sio muongo tu peke yake la cheater. Yaani maana yake cheater ni muongo aliyokuwa, yani ana cheat kabisa. Yaani wewe mdanganyifu. Yaani maana yake yani wewe licha tu kama mbea, mnafiki, konkoliko, yani wewe ni cheater. Yaani hili kubwa lile yani. Kama akaja leo anambia shakani cheater. Hivi una akili timamu kweli wewe? Una akili timamu? Unajitambua? Upo kwenye mstari? Sikiza nikwambie. Kama ndoa yako inakushinda, bora useme hapa. Tujue yani nini cha kufanya. Naona kama masiara yako mke wangu niliyapokea, nikayatunza vizuri kwenye mifuko yangu ambayo imetoboka ina hela, nikaendelea kukukubalia unavyohitaji mbali tusonge mbele, yanazidi kuwa kidogo yani yanakuwa. Kwanza leo unaniongelea kwa sauti ya juu kidogo. Sawa? Unanikazia na kunipatia amri. Toka lini ikabadilika kwamba wewe unataka unipatie amri mimi? Yani huyo Mungu tunamgeuza sasa. Kwa ina maana huyo Mungu kawa shetani. Maana yake nyumba yetu sasa inakuwa ni ya shetani, sio ya Mungu tena. Sawa. Haina shida. Mimi nasema mimi ndo mwenye madhaifu, acha nikuombe msamaha. Nikuombe samahani. Acha nishuke. Nakubali kushuka. Samahani, nisamee mke wangu. Nimekosea, ni kosa langu. Na mengine ambayo siyajui nisamee yote. Sawa? Tunaweza tukaweka ndoo chini kidogo. Sasa mke wangu, nafikiri tusitishe kwanza hizo shughuli hizo za kitaifa, tuweke shughuli za kindoa, si ndio? Tujadili ndoa kidogo. Mke wangu, leo hii ni kama siku ya 3. Umekuwa katili sana. Yaani katili kabisa. Yaani hakuna maelewano chooni, hakuna maelewano chumbani, hakuna maelewano barabarani wala hadharani. Wewe ni katili. Alafu unamua mtu kama Carlos. Hivi kwa nini unasikia kitu unashindwa kuniuliza? Yaani wewe unashindwa kukaa na mimi tukajadiliana, ukanihoji maswali nikakujibu. Kwa nini unashindwa? Kwani wewe unahisi kile utakachokisikia wewe kitakuwa kweli? Wewe una mimi kitakuwa kweli? Au wewe unahisi kwamba watu wakiwa wanapendana watu wanapenda watu wapendane? Kwa taarifa yako, sio kila wanandoa wanaachana kwa makosa ya kweli. Wengi wanatengenezewa. Dunia imejaa mambo mabaya. Mimi nachepukana nani? Niambie nachepukana nani kama nichepukaje? Nachepukana nani? Mimi sijui. Ujui kivipi? Mimi sijui na wala sitambui kama unachepukana nani. Kwani vipi? Mwanamke mieyusho. Yaani akia Mungu wewe mwanamke mieyusho. Na mwapa Mungu wewe mwanamke mieyusho. Yaani wewe ujui na wewe si ndio umesema mimi nachepuka mimi? Wewe si umesema mimi mchepukaji mimi? Wala mume wangu. Mbona mimi nipo sawa tu? Mimi sijasema kwa wewe unachepuka. Mimi nimekusemea wapi? Yaani wewe hiyo kuchine yako hiyo kama vile umezaliwa bombe nyoko wewe. Tutakuja kugombana hapa nitakuwa mkorofi. Sijawahi kupiga zile kutukana. Kila wakati hamna kitu afa tuelewani ndani. Sikia nikwambie mke wangu. Tunatakiwa tufike wakati tu tunaelewana. Mwanamke mwenye busara anajenga ndoa yake mwenyewe. Na mjinga anavunja ndoa yake mwenyewe. Wewe ulikuwa una sababu za kuniambia tu, hebu asikia nikwambie. Kuna kitu nimekisikia.
Au basi hata unachokisikia ufanyie uchunguzi. Sasa mke wangu unanuna, umenikasirika. Ukiwa ni kama hamna chochote. Yaani hii kweli kuchi na ibolo. Hii kuchi na ibolo. Kweli hamna kitu chochote kile mama. Hii ni shida. Hii kuchi na ibolo nimekukubali. Hiyo kuchi na yako imefanya kazi. Hii kweli kuchi na ibolo. Yaani ukionekana hivi kama mtu kabisa una madhambi, una mazonge, una madhambi kibao. Ni una siku ngapi hujanipa mzigo? Sipate mzigo. Alafu nyoko. Nakuta kule vitu vingine. Hapa vitu vingine nikihoji vitu vilikuwa vingine. Ngoja kwanza. Nyoko niache. Unanikela bwana. Kama tunagombana uniambie nimekosea kitu gani? Huniambii. Nimeambiwa kama mikosa yangu ni kushepuka. Niambie nachepukana nani eti. Unafanya kabisa humu hamna hopeless. Hebu nisikie kwanza, sikiza. Sasa huyo anayekwambia kuwa wewe unachipuka. Fati mwenyewe. Umwambie akwambie wewe unachipuka na nani? Na sio mimi hapa. Yaani ukiishi na mtu kama huyu, unasikia Mungu. Viumbe wako kama hawa. Kia Mungu nikwambie kitu. Yaani huyu mimi ananipa mateso. Alafu anajua kabisa yeye ni Muislamu, alafu ndo tena umevaa baibui. Hii baibui. Hii si baibui. Sio buibui. Sasa kwa unavaa kabisa nguo ya kidini kilemba, Muislamu safi, lakini hebu niambie. Sasa ngoja nije kwenye haya. Sisi tunaambiwa kuntum khairu umma. Paka ni hani mke wangu. Umeipenda? Kwenda zako bwana. Njoo basi kama masameheano. Usijali. Njoo basi. Hapana bwana, usijali. Kama masiara alafu unakaza kila siku. Bwana sisi ni umma bora tunaamrishana mema na kukatazana mabaya. Niambie basi nikataze mabaya niliyofanya mke wangu. Au kama kuna kosa nimefanya nisamee. Mbona nimeambiwa nachepuka basi nachepuka. Nitajie basi mchepuko wangu. Twende tukamsuti tumpige na konkolika huko. Uache umbea, mimi nimechepuka na wewe lini? Twende basi ukanionyesha mchepuko. Twende mke wangu. Twende basi unaonyesha. Kwanza. Wewe acha bwana kuwa hivyo. Sawa? Wewe kuwa nomo tu basi. Wewe elewa tu mimi sielewi chochote hicho kuhusiana na hiyo. Yaani hichi ni kitu kizito nimepigwa kichwani. Kwa kweli yani sikujua kama wewe mke wangu uko hivyo. Unaniua kisaikolojia nakonda. Na siku 3 nishabaki fat. Nini? Kwa Kiingereza nikumbushe. Kwa Kihindi mwembamba anakuwa anaitwaje? Kiongo nakupenda sana jamani kama tunaelewana. Ni wao basi kwa nini? Nikusaidie kuosha utaniambia. Hata usijali nitaosha. Nyoko. Nataka nitakukazia hizo siku 2. Kwa tena unalita joko tena. Nitakutukana ukweli kabisa nitakupiga. Mimi sijawahi kupiga mama. Kiwango yani ukiwa hivyo sasa sipata sikia za kupiga ndio changamoto. Ila unanikazia tuelewani tu. Mimi niko ndani nimelala. Haya. Usiku mwema. Sawa. Usiku? Saizi ni usiku. Unakuja au? Mimi nina kazi hapa. Wewe pumzika. Basi mama. Asubuhi njema naenda kazini. Sikuwa na ratiba ya kurudi kwako siku ya leo. Lakini imelazimika nikutafute. Sasa umenitafuta kuna shida bwana? Hakuna mtu anamtafuta mtu bila shida. Lakini mimi najiuliza kwa nini unatembea sana? Nyumbani haukai na kazini kwako pia haupo. Nikuite mzurulaji? Sasa wewe kile mtu anazurula jua kuna faida anaipata. Ndio maana anazurula. Basi mimi ni askari leo. Nataka nikukamate kwa kosa la uzurulaji. Wewe askari hakimu? Mimi ndakuwa askari mdebwedo lakini sio nakushika kwa tabasamu. Rafiki yangu kuna kajambo kanatatiza kidogo. Haka kajambo kananitesa, naomba unisaidie kama hautajali. Mimi na kachangamoto. Ni roho ngumu lakini inabidi nikwambie kwa sababu wewe ndo mtu wangu wa karibu. Kwa sababu vitu vingi nakushirikisha. Yaani mke wangu sasa hivi hatuelewani. Lakini tunacheka ujue. Tunapiga story, tunakula vizuri nini. Ila kuna vitu vya msingi sipati na ni mgomvi, amenikasirikia lakini haoneshi chuki yake. Kwa ufupi inasemekana mimi nachepuka. Yaani kuna taarifa zimemfikia mke wangu mimi ni mchepukaji, nimesomea na kiwango cha kuchepuka. Na mhoji nachepuka na nani hanijibu. Halafu haoneshi kunikasirikia lakini huwezi amini huduma zote za msingi za mume kupata kwa mke wake hamna. Yaani mimi nimenuia. Yaani nilinuia mimi na karibuni wiki sasa nimenuia na wait kufunga.
mjumba Naihe na anazungumza na yeye, anazungumza kile kiini chake. Naihe anakaza, ukiona kazungumza kiini jua amekasirika sana, lakini mkiwa nje anacheka, ndani anakaza kabisa, macho mpaka anakuwa mekundu. Alafu kuna kipindi namsikia analia kabisa, na mhoji sipati. Nilipojaribu kwenda kumhoji Rehema akapata jibu moja tu, kwa makosa langu mimi nikuchepuka. Nikimhoji nachepuka na nani basi nimpate huyo mtu sijui, ila kwa sababu wewe anakuheshimu na najua wewe ni mwanaume, ukienda kumhoji ukatumia akili ukamuuliza, unaweza ukapata sababu na nachepuka na nani. Nataka kumjua huyu nachepuka naye, kwa sababu ukweli mimi nampenda mke wangu, na kama nisipopata uhakika nitaumia. Alafu bora ndoa ivunjike kwa makosa ya kweli, sio unafiki. Mimi sina mtu nayechepuka naye, nampenda na wala sina mpango huo, niko busy na kazi. Kwa ndoa inayumbaje kwa maneno ya watu? Yaani najisikia vibaya ndoa yangu kuyumba kwa maneno ya watu, rafiki yangu. Yaani bora ningeiumbisha mimi mwenyewe. Hebu naomba ukakae naye chini. Tumia akili na hekima kwa sababu anakuheshimu. Nataka kujua tu huyo unayechepuka naye ni nani, ili nimalize mgogoro. Sasa sikiliza Hebuga, tukwambie. Rafiki yangu, ndugu yangu wa kweli. Mimi nalivalia njuga ile swala. Nitakwenda kuongea naye na mimi mpaka utakaporudi nyumbani atakupokea pasavyo. Yaani shemeji, Ndio. naamini kwamba kabla hujaolewa ulitufahamu mimi na rafiki yangu. Ndio. Pia kabla hujaolewa si tulifahamu wewe kati yangu mimi na rafiki yangu. Ndio. Shemeji, rafiki yangu mimi kitu kimoja tu alichonikosea. Kabla haja kuoa, mimi ndio nilikuwa na uhitaji kwa wewe niweze kukuoa. Ulikuwa unanihitaji? Na nikamwagiza nikamwambia kwamba aje kukuambia maana wakati wangu umeshafika. Lakini fursa hiyo hiyo akaitumia kuja kukuelezea hisia zake. Mimi sikumpinga. Na nikaamua bora kuoa. Ila pia nikampa ushauri. Kama kweli unampenda yule mwanamke, unataka kumuoa wewe, nachomba tu kitu kimoja. Usio kamuumiza. Usio kamtesa. Akasema ndugu yangu mimi haina shida. Mimi nitamjali, nitamthamini na nitamtunza pia. Sawa sawa. Lakini nilijua rafiki yangu kuniambia vile ni maneno ambayo atayaweka sana akilini. Lakini bado tabia zake za utotoni zile nilizokuwa namsema kila siku ndo nesi ndo anaendelea nazo. Yaani Hebugwa. Yaani umalaya. Sasa sio rafiki yangu atakujibadilika lini? Kwanza mwanzo shemeji alikuwa na tabia asubuhi mwanamke mmoja, mchana mwanamke mmoja, jioni mwanamke mmoja. Nakwambia hivyo, ndio nakwambia. Yaani uko serious shemeji? Yaani mimi namaanisha. Nikamwambia rafiki yangu, hebu nakuomba tafadhali mwanamke hayuko hivyo kama unavyomchukulia. Na kwa muonekano wake, yule mwanamke ambaye mwenye maadili kabisa na anahitaji ndoa na mwanamke ambaye amefundishwa na amefundwa. Shemeji, mimi kukuambia wewe sitaki kwamba uweze kunilaumu wala kujuta kwa nini umenifahamu. Na kwa nini nakwambia haya? Najua kwamba inakuumiza. Inaniumiza sana shemeji. Yaani unaponiambia maneno kama hayo, yaani ni kama unachokonoa kidonda kibichi, unachokonoa kwa kutumia mzumali wa moto. Hilo moja. Mbili ni kubwa zaidi. Hivi unajua sasa hivi mama yako yuko wapi? Mimi sijui. Mimi najua mama yangu yupo kazini. Yaani mumeo kaja nyumbani kwangu kanisumbua. Kakusumbua na nini tena? Shemeji. Najua unampenda mume wako. Ila mume wako hayuko dhati kabisa na wewe. Wakati huu ninavyozungumza na wewe, mume wako yuko na Rehema rafiki yako. Yuko na Rehema rafiki yako, pika pakua. Hivi ninavyokuambia wewe, ninavyokuambia muda huu, wako gesti. Na mimi ni shuhuda, amekuja kunikopa shilingi 5,000 tena kwa kunilazimisha nimuongezee. Tumeagana naye vizuri hapa, ameenda kazini. Ndio maana nikakwambia kwamba yeye ni rafiki yangu, bado hajabadilika. Sasa kila shemeji nikwambia kitu moja. Unajua ni mzuri. Bado ni binti. Bado uko kwenye njia nzuri kabisa, hujaharibika. Umevumilia mengi shemeji. Nachokuomba kitu kimoja, sasa hivi ni wakati wako kudai tu talaka, basi utapata mwanaume ambaye atakayekupenda, atakayekujali. Haimaanishi kwamba uombe talaka kwamba mimi naweza nikarudia, hapana.
Mimi kama nilikuwa nakupenda shemeji, nilikuwa nakupenda hapo mwanzo. Kwa sababu rafiki yangu tayari ashatia mkono wake, siwezi na mimi nikatia mkono wangu. Ila wakati wako sasa hivi umeshafika mwisho. Utakuja kuumia mpaka lini? Ipo siku utakuja kuzimia. Mwanamke atakuletea ndani. Naomba dai talaka. Sawa shemeji yangu. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri sana. Lakini hapa najisi yani najisikia nguvu zote zimeniisha. Msisitizo. Dai talaka. Akuache, wewe bado bibi mdogo. Shemeji mimi nashukuru, ni hayo tu, sina mengi. Acha mimi nikuache, nikaendelea kujipeleka zingine. Sawa shemeji. Karibu. Kuwa serious. Unajua vitu vingine bana hapana. Sasa hii siku ya leo ndo umeifanya kuwa nzito kabisa. Yaani hata siisomi kabisa. Hebu kuwa serious bwana, acha mambo yako. Mimi nitakuwa serious mara ngapi? Hivi mke wangu unanichukuliaje mimi? Yaani wewe unavyoniona mimi ni zumbukuku? Au kwa sababu unahisi nimekaa kimya muda mrefu? Unacheka na mimi nacheka. Tunachekeana hata kwenye ujinga. Hivi unafahamu kama mimi ni mwanaume? Mume niliyopewa na mamlaka na amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kukutazama wewe, kukuongoza. Unafahamu hilo? Hivi sijui unanielewa? Ninachohitaji mimi kwako ni talaka yangu. Nafikiri unarudia hilo neno. Lakini nimekwambia hivi, mimi sina uwezo wa kukupa talaka. Kwanza inaonekana wewe haujui taratibu za talaka. Unaelewa? Taratibu za talaka wewe inaonekana wewe haujui. Talaka nikupe ukae na mimi miezi 3. Ndio? Halafu uko ufanye kazi yoyote, tunaishi ndani nakula tu. Hiyo talaka. Lakini mimi nikiwa nataka kukuacha wewe. Na wewe uko unataka mimi nikuache. Kuna taratibu za kufuata na makosa ya kisheria ambayo yanasababisha mimi na wewe tuachane. Sasa Mungu unafikiri ni mjomba wako? Yaani huyo Mungu unafikiri anatoka katika nyumba yenu, mtaa wenu? Au huyo Mungu wetu sisi ana ushemeji na baba yako? Au huyo Mungu wewe unavyomuona Mungu wetu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani yeye huyo Mwenyezi Mungu anatoka katika kijiji chenu, anajuana na binamu yako? Na mpaka kila kitu tukifanya kwa uovu, sheria ya Mungu tuipange tuivunje kwa uovu, tupange na kuvunja, huyo Mungu ni Mungu wetu wa ajabu ajabu. Iko hivi, sina uwezo wa kutoa talaka. Kama unataka talaka, follow process. Sikiliza nikwambie. Kwa jinsi ulivyo kwangu na vile unavyonifanyia, yaani inamaanisha ulivyomsaliti kwangu, talaka utanipa. Hebu nipe andiko basi. Kama ukijisikia kumwasi Mungu unamwasi tu. Ina maana wewe haujui baraka za kuwa kwenye ndoa. Alafu inakaa hata haujui mume bora na mwema ni yupi. Nisikilize nikwambie Shabinamu. Kukuchekea siku zote unavyonifanyia vimbwanga na kukuacha, ni kutaka kujua mwisho wa safari. Mimi ni mwanamume na ninaweza nikafanya chochote, kiwe ndani ya sheria au nje ya sheria, na tuko ndani. Kuwa na haki na uhuru wa kufanya vitu vyako haisababishi mimi niwe mjinga kusikiza kile unachokipanga na ukiamua. Kwa taarifa yako, talaka sikupi. Kama ni nehi unayosemaga wewe, mimi nakwambia hivi, nehi bora. Na hapa kuchi nehi kwenye maisha yangu. Hakuna kitakacho nikuta. Sawa mama? Kama unataka talaka, follow process. Nenda na utanipa talaka yangu. Makini. Namna. Wewe vipi wewe? Vipi? Safi. Inakuwaje? Salama. Za kuamka tujalala, lakini saizi bado ni. Sasa Maki, ndugu yangu, rafiki yangu, mimi nilikuwa na maswali nataka nikuulize, machache kadha wa kadha. Mimi nimekuja hapa kuomba uende kwa shemeji yako, mwambiaje? Mwambie, yani umpelelezaje? Yaani umuulize. Yaani umuulizeje? Umwambie, yani umwambiaje kwamba mchepuko wangu mimi ni upi, si ndio? Ndio. Lakini mimi nahisi mimi nakuthamini, lakini wewe haunithamini. Unajua haunithamini wapi? Napokupa maelekezo yangu mimi na kitu ambacho nahitaji msaada, wewe hauna msaada kabisa na mimi. Inawezekanaje? Ni mimi nimekupa taarifa kwa ongea na shemeji yako, mambo yaishe badala ya kuisha na kwa makubwa. Yaani inawezekanaje? Sasa wewe unakuja hapa kuniuliza au unakuja kunigomea? Maana maagizo ulionipa mimi nimetoka hapa nimeenda kule nimeongea naye nikamuelekeza. Akisema sawa, haina shida shemeji.
Mimi ashaisha kwangu, sina tatizo lolote na mume wangu. Kwa baba anaona unanipandishia sauti kwa sababu ni kwako au kwa sababu matatizo ni ya kwangu au kwa sababu gani? Hebugwa. Nataka kujua kwanza kwa sababu gani unanipandishia sauti unanikarikia, kwa sababu kwako, kwa sababu nahitaji msaada wako au? Mimi sio karikia. Mimi nimekueleza vizuri. Wewe ukinikarikia wewe na mimi nitakarika. Kwa sababu wewe umeniagiza. Nimekwambia ulioniambia nimeenda kufanya hivyo hivyo kama ulivyonielekeza. Sasa wewe unakuja unanjia juu na kwa na hasira ndugu yangu. Kimeendelea nini baada ya kwenda kule nyumbani? Maki. Hivi unaijua ndoa ilivyo? Najua. Unajua watu walioishi muda mrefu walivyozoeana maumivu ya mapenzi na vikwaga Unajua Ndio nafahamu. Unajua vizuri. Kwa unapoona mwanaume amemfika hapa, mwanaume anasikitika, mwanaume anatapatapa, anahangaika maumivu ya kutoka roho, unabidi umuonee huruma, umwombee dua. Unatakiwa uangalie namna ya kuongea na huyo mtu, uangalie namna ya kuongea naye kwa sababu anakuja nusu binadamu, nusu sio binadamu. Anaweza akafanya kitu kibaya. Unajua Maki, kuna kitu ukijui. Watu wanawalinda ndugu zao wasijiue. Mapenzi yanafanya watu wanakuwa mateja. Mapenzi yanafanya watu wanakuwa hawapo katika uwepo wa kawaida. Mapenzi yanafanya watu wanakuwa maadui. Mapenzi yamepoteza vijana wengi. Kwa hiyo mimi napokuja kwako utafuta msaada, naona labda hauna umuhimu na mimi. Of course. Hebu nisikilize. Sio kama mimi napenda maumivu unayopitia. Sio kama mimi napenda kile ambacho kinachotokea kwenye maisha yako. Hapana, mimi sipendi kwa sababu ni rafiki yangu muda mrefu. Umeelewa? Niko tayari kufanya kila kitu kwa ajili ya swala lote la ukabili ndugu yangu. Mimi umeniagiza nikatoka moja kwa moja mpaka shemeji ya mguu mosi mguu pili, nikakuta shemeji pale na ndani ngapa shemeji hapa misto. Mpaka ile chakula baadaye nikamwelekeza. Haya, hukutuma message, hukutuma message. Haukuniambia ripoti yoyote iliyotokea. Mbona hukunipa ripoti? Mbona hukunipa? Ungenipa ripoti basi nikajua, kwa sababu nimefika nyumbani moto umewaka. Blaza, ulipima ripoti gani ulipata kwa shemeji yako? Mimi nachoniambia ni kwamba hamna tatizo lolote wewe na yeye. Hamna shida yoyote kabisa. Yeye akisema tena hiki chakula mimi namwandalia mume wangu, akifika ale. Akoa amekwambia kuchine. Kama kawaida. Akasema kuchine, akasema nini? Kaniambia hamna shida. Tena kaniambia kuchine. Baada kusema hapo chini. Au sitaki kunifariji kunidanganya. Mzee asemaje hicho kitu unachozungumza wewe? Sikia nikwambie Mr. Upala. Sikia. Umeenda hujaenda? Niambie kweli. Oya mzee, niambie kweli umeenda hujaenda? Nijibu tu, nakuuliza umeenda hujaenda mwanangu? Tuna undugu wa faida au hasara? Nijibu. Sema fresh. Kama nimekwambia kuchinei bolo haina shida, lakini hii ya leo sio kuchinei bolo. Hii ni ile woroki na saloki. Dunia woroki. Yaani dunia sasa hivi kwangu mimi ni woroki mzee. Umesikia? Hamna nyoko, kaa kimya. Kwako hapa naenda kupiga vile vile. Utakiwa ukatumia akili, utumie mtu wewe, umwambie mtu umsikilizishe hadi akuelewe, umwambie bwana sikia blaza anateseka. Utakiwa ongea vitu vya maana, Upala wewe mkubwa. Mimi nitakupiga ujue mimi kakako. Hata kama unafanya yote kwa sababu gani Bugwa? Ili sio nikwambia kitu kimoja. Wote nikwambia nini? Au nikuelekeza kitu gani? Sasa sikiliza chini ninachokuambia. Umeona mwanamke muonekano wake? Umejua leo? Mnaenda sawa? Nyoko rudia tena. Yule muonekano yule mwanamke leo mnaenda sawa? Mnaenda? Mimi zombie yeye nani? Wewe mwanadamu. Lakini kuna hadhi ambayo ya kuishi na mwanamke wewe, sio yule. Point ya msingi ni hivi. Nisikize kwa makini. Yule mwanamke hakuhitaji tena. Ana mume wake ambaye ni sahihi kwake, mwanaume ambaye anaishi kwenye maisha yake, yupo ndani ya moyo wake, sio wewe. Ndugu yangu. Si umenisikia? Ni nani wewe mwanaume? Nimejitajia jina ni nani? Najua sio rahisi kuweza kuamini na ninakwambia. Mimi najua kwamba wakati unapitia na wakati mgumu Hebugwa ndugu yangu. Ila naomba tambue hivi. Yaani, ngoja nyosha. Mimi sina hadhi naye. Si ndio? Hivi wewe unaangalia watu vizuri wewe? Hebu nitazame vizuri. Careful. Niangalie vizuri. Sina wewe, sikwambie wewe mbwa wewe leo nakuvunjia nidhamu. Mimi na hadhi ya kuishi na mwanamke yote Tanzania na duniani. Hebu kwanza niangalie nilivyo kwanza nimepanda. Sawa mzee? Niangalie na hadhi. Acha ujinga. Hadhi sio muonekano, when somebody ndio kwa nao. Hadhi ni mwanaume ambaye mwenye kutimiza mahitaji, mwanamke anahitaji usiku anafanyika pesa, money, uncle. Na pesa? Fulusu. Sio pesa tu peke yake. Anyway, wiki mara moja. Mbwa wewe. Kampata mtu ambaye anaweza kufanya kila kitu kwa siku moja, hata mara 6, mara 7, mara 8, mara 9. Mwanamke anahitaji pesa wewe. Ni akili ndio kuweza kumtunza mwanamke. Achana na yule mwanamke siku zaidi yako. Kwa na bwana wake. Ndio jibu sahihi. Kwa nini unataka talaka? Tena. Sasa sikia nikwambie.
Haina shida, tulia hivyo. Kaa hivyo. Kaa hivyo mzee. Usiwe na wasiwasi. Sasa naomba tupige picha kabla ya talaka. Kaa hivi. Nataka tupige picha kabla ya talaka. Wewe tuheshimiane. Tupige picha kumbukumbu yangu mimi na wewe. Mimi ndo naleta talaka. Nataka nikapigane yeye kumbe. Kwa hiyo nataka nikapigane picha ya mwisho kabla sijamtoa kichwa. Nimtoe kichwa nimpe tu talaka aende ndugu yangu. Hebu niniambia rafiki yangu, wewe si rafiki yangu unanijali. Nimtoe kichwa niende jela au nimpe talaka aende. Yote sio sababu. Nijibu basi unisaidie wewe. Oya. Unanishauri? Unanishauri? Nimtoe kichwa nimpe talaka aende. Kwa hiyo bwana wake. Wanawake ana roho mbaya sana. Mzee fresh basi. Nashukuru kwa taarifa yako. Sasa unajua kitu unakaa kimya upala usingeniambia mapema nikajua kama sababu ya mwanaume wake. Oya baadaye basi. Tuonana kesho kutwa. Ila kitambaa. Yaani mimi mwenyewe sijui kabisa. Sijui yani tatizo ni nini mama. Sijui. Na siwezi kukulazimisha. Halo. Nikope. Nisema nifanye vitu vya riba. Yaani kila dhambi ya kwangu mpaka hiyo riba ndogo hiyo ya kwangu. Siwezi. Amo zikinishawishi. Habari za muda mke wangu. Nzuri. Sasa nilikuwa naomba fanya maandalizi ya vitu vyako vyote. Jioni saa 1 nitakupeleka kwa wazazi wako na talaka yako unayohitaji. Nipe talaka? Kwa kosa gani? Kwani unataka nikuache kwa kosa gani? Wewe si umeomba talaka na mimi nimekupa talaka. Kuna tatizo? Nishaandika kabisa. Kilichobakia ni kukukabidhi na kukutamkia na kukufungasha na vitu vyako. Tunaelekea nyumbani kwenu saa 1. Kwa hiyo unachotaka mimi jiandae, fanya maandalizi yako. Sawa? Sisi tunaelewana? Na fanya maandalizi yako. Sawa. Mshapigiana nyumbani wazazi. Ndio nataka nikachukue voucher maana yake imeniishia hapa. Hata mama sijamaliza naye maongezi. Nataka nimalize maongezi na mama. Nataka nikachukue voucher ili nimalizane na mama kwanza. Ndio napigia wazazi wako. Maana mama amenihoja, amesema kwani mnaachana kwa sababu gani? Au mwanangu mkorofi? Nikamwambia mimi mkorofi. Kwa hata wazazi wako pia wakikuuliza tatizo nini, asema ananipiga kila siku. Ananichiti sana, ana wanawake wengi. Yaani kwa ufupi mimi ni mtu mwenye madhaifu na makosa na mapungufu. Na naomba mapungufu naeleza wazazi wangu. Mimi nimewaambia tu kwa mimi mkorofi, muuni, umeona? Kwa nataka niwaeleweshe vizuri ili mradi mtoto wa watu usije kaumia. Kwa hiyo hata unapoenda nyumbani kwenu na wapigia wazazi wako na wapigia kwa sababu nimeshindwa kukumudu. Wewe ni binti mtiifu, mtulivu, umetulia nyumbani. Umeona? Kwa hiyo hivyo. Sawa, nimefanya maamuzi na sio kama anakutania wala nimeona mtu akiomba kitu mpe. Usije kanitilia sumu, kanikaba nikawa nimelala wakati nataka zako kuondoka, nataka zako uhuru. You need your freedom mama. Now acha upate uhuru wako. Sawa? Umeelewa? Kwa hiyo jiandae kama kuna vitu nataka uchukue huko ndani kama vipo. Na ndani na vitu gani mimi? Lakini kama unaona vipo, wewe jiandae afu utaniambia kama kuna vitu vya kubeba na gari utaniambia, sawa? Sawa. Haya. Wakati unaenda nilikuwa naomba uniulizie bei ya shuka. Sifiki kule mimi darajani, mimi naishia tu hapo. Mimi naenda kuchukua voucher tu. Sasa darajani kule ndio kuna mashuka. Basi kwa makini. Kwa makini. Au sawa, utafika kukuulizia. Kwa sababu mimi na wewe hatujagombana. Tuna ugomvi. Tunaachana kwa amani. Nitafika kukuulizia shuka. Niulize shuka gani, nyeupe, nyekundu, za blue au zote tu, bei shilingi ngapi? Nyeupe. Jamani, habari zenu wauza mashuka? Hebu niambieni bei ya mashuka meupe. Si ndio? Basi mimi nitakuulizia, acha kwa ajili yako, lakini nilikuwa sitaki kufika kule, kuna umbali. Lakini nitafanya kwa ajili yako. Sawa? Sawa? Jiandae sasa, jiandae. Sawa. Haina shida. Baadaye kidogo. Na jiandae kwenye mambo yako. Shemeji.
Samahani shemeji, nakuomba hapa nyumbani kwangu mara moja. Nakuomba sasa hivi shemeji. Karibu shemeji. Asante. Karibu. Asante shemeji. Safi, karibu sana. Asante. Mimi kuhusiana na lile swala langu lile la talaka nimeshalikamilisha. Acha wewe. Umepata talaka tena? Sote tatu na hapa na talaka yangu. Jambo zuri. Si uniambia unanipenda zaidi. Yaani kuna ile zaidi kuna sana. Mimi ndio nilikuwa nakupenda sana maana hata yeye kabla hajakuja kuambia mimi ndio moyo wangu. Ulikuwa umekupenda na ndoto zangu zote zilikuwa kuja kuoa haya. Nashangaa yeye akalakia tu kuja kukuoa shemeji yangu. Njoo, nimeshakuona. Shwari. Vipi? Akishuka wanauza 28 mpaka 35. Asante mimi wangu. Vipi mzee? Safi poa. Kama kawaida. Karibu sana. Asante. Unakumbuka shemeji? Uliniambia kisha kamisha swala langu la talaka. Tutaondoka, utaenda kunipangishia huko nje, tutaenda tutaishi wote. Sawa. Kwa mwanangu unataka kuishi na mke wangu, kakae mbali. Wewe kumbe ndio uliosema mimi natoka. Kumbe nataka naenda rehema. Mdada wa watu maskini ya Mungu anapambania ndoa hii baada ya kuona inayumba, ndio mtu ambaye anatembea naye mimi. Sema hebu niambie na kwa kweli kawaida. Hivi kweli sawa, nampa talaka ukae naye basi. Ukae naye ndugu yangu, sio? Mimi nataka ukae naye. Mume wangu, katika hii dunia watu wengi wapendi kuona ndoa ya mtu inadumu. Maki, mimi napenda sana mume wangu. Yaani hata kama angekuwa ni malaya kiasi gani, yaani hata kama angekuwa ametembea na wanawake 100 ngapi, lakini bado anaishi moyoni mwangu. Safi mke wangu, naomba muandalie chakula. Tuko naelewa. Hapana, tena Shemeji naomba ukae hapo. Ule tunataka chakula. Unajua nini? Wewe huwezi kujiosha kama msafi. Kwa hiyo wewe kama ni mchafu ni mchafu tu. Na huwezi kubadilisha usafi. Mtu mchafu anaoga mchafu tu. Hata kama akisamehewa yeye ni mchafu. Kwa hiyo tunaishi na watu wachafu wengi. Kwa nini tuogope kuishi na wewe wakati mwenye mchafu? Wote wanatuzunguka ni wachafu. Kwa hapo nashukuru mimi kwa kunionyesha uchafu wa rafiki yangu. Nashukuru bwana. Una akili sana. Una akili sana. Kwa bahati nzuri basi sijawapigia hata baba na mama. Mama tumekuwa nimeongea naye. Inabidi nimueleweshe. Kama tunakula basi ukae tu tuangalie chakula. Amna